Siku nyingine tena na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Pia leo hii kuna dokezo kidogo ambalo ningependa tuweze kushare katika mtandao huu, na katika siku ya leo ningependa tujenge mada yetu katika kitabu cha Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wa 1. Anasema hivi katika kitabu cha Yohana Injili 5 mstari wa 1, anasema, baada ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina mitao 5. Na ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wanalala, vipofu, viwete, nao wenye kupooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akaitibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote aliokuwa amepata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu akamwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hivi siku nyingi, akamwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele. Nataka leo katika mada yangu nataka kusema ya kwamba mtu mwingine. Hapa nimesoma kuanzia mstari wa 1 hadi ule mstari wa 7. Ukweli ni kwamba katika matao haya kuna watu wanaingia pale kwenye birika, lakini wanapojaribu kuingia kwenye birika unapata kwamba kuna mtu alikuwa pale. Hatujaambiwa amekuwa pale muda gani, lakini kwamba amekuwa pale siku nyingi. Siku nyingi zinaweza kuwa ni miaka mingi. Unaona kwamba kuna wengine walikuwa wagonjwa baada yake, lakini wakaweza kupona kwa sababu walikuja na wakapata njia ya kuweza kujirusha mbele ama kukimbia mbele na wakapona. Lakini huyu mtu anasema kwamba anapojaribu kuingia kwenye birika ile, anapata kwamba mtu mwingine huja na akajitupa mbele yake. Nataka kusema nini? Katika maisha yangu, katika maisha yako, kuna mtu mwingine ambaye amekuwa ni kikwazo katika maisha yako. Kuna mtu mwingine ambaye amekuwa ni kero kubwa katika maisha yako. Unapojaribu kufanya jambo, mtu mwingine anaharibu. Unapojaribu kufanya jambo lolote, mtu mwingine anakuja kama huyu mtu. Lakini Yesu anasema kwamba yeye alikuja na akamsaidia yule mtu, kwa sababu yule mgonjwa anapojibu ya kwamba mtu mwingine huja akaweza kuingia mbele yake, inamaanisha kwamba alimzuia. Anapojaribu huenda pengine hata alikuwa anajaribu kugagaa akijivuruta karibu, lakini yule anamvuruta pengine asiingie mbele yake, anajirusha kwa sababu alikuwa amelemaa. Kwa hivyo hangeweza kufanya yale mengine. Lakini nashukuru katika fungu la 8 ambapo Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni siku ya Sabato siku hiyo. Nataka kusema nini? Ya kwamba Yesu anapokuja katika maisha yako, unapomkubalia Yesu aingie katika maisha yako, haihitaji mtu mwingine sasa. Yesu anasimama, na hata hauhitajiki kupitia katika process ambayo wengine wanapita. Lakini vile ambavyo Yesu amekuja katika maisha yako, anatoa udhaifu wako, anakuwa ametanguliza uponyaji katika maisha yako. Kwa hivyo mpendwa, vile ambavyo ulivyo, elewa ya kwamba Yesu atakuponya, kwa sababu yeye hatihitaji mtu mwingine. Yeye mwenyewe akikuja anakupatia uponyaji wa hapo kwa hapo. Mtu mwingine asizuie wewe kumuona Yesu. Mtu mwingine ajapo kuzuia katika kazi zako, katika ndoa yako, katika nini, unapata kwamba vitu vingi vimeharibika kwa sababu ya mtu mwingine. The third person, that next person. Huyo ndiye ameharibu. Mambo mengi yameharibika. Lakini wewe mtegemee Mungu, mtegemee Yesu. Anapokuja katika maisha yako, unapona mara hiyo. Hauhitaji mtu mwingine tena akuponye, kwa sababu Yesu ametosha. Mungu wetu akubariki.